Nchi ya ahadi napenda kuifananisha na destiny, mahali ambako Mungu amekusudia ukakae kwa uhuru, ukimtumikia kwa uhuru wote. Uhuru wa kifedha, uhuru wa kiafya, uhuru wa kiuchumi, uhuru wa kibiashara, wa kielimu, uhuru katika kila eneo la maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kuna aina ya level ambayo kila mtu anatamani kufika. Hiyo ni level ya freedom, uhuru katika kila eneo la maisha yako, uhuru wa kifedha, kwamba unaweza kutumia fedha yako pasipo kuangalia balance, kwamba hapa nimebakiwa na kiasi gani kwenye wallet yangu, nisije nikazidisha matumizi nikaingiliwa hapa. Nikaanza kupiga simu za kukopa kukopa pesa, kama bwana nimekwama hapa ndugu yangu, naomba ni finance. Lakini Farao kazi yake ni kumzuia mtu kuelekea kwenye uhuru wa aina hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mfano mzuri tunaona Farao akiwa anawazuia wana wa Israeli kutoka kwenye utumwa. Utumwa ni pale ambapo unafanya kazi kwa nguvu nyingi sana, lakini kinachopatikana ni kidogo. Kwa hiyo unajikuta kwamba unaumia. Kwa sababu gani? Kwa sababu unatumia nguvu nyingi alafu unakula kidogo, lazima tu utaumia. Kwa hiyo hiyo ni hali ya utumwa. Kwa hiyo sasa, ili uende mahali ambapo utakuwa huru, ni lazima Farao akuachie. Na Farao ili akuachie, unahitaji mkono wa Mungu wenye nguvu. Tunaona Farao alikataa kuachia wana wa Israeli waondoke ili wamwabudu Mungu. Alikuwa kizuizi kikubwa, akiwafanya watumike kama watumwa tu siku zote. Lakini tunaona Mungu akaja kwa nguvu na kuwatoa kwa mkono wa nguvu. Hata leo Mungu ni yule yule ambaye atavunja kila Farao anayekataa kukuacha huru ili umtumikie Mungu wako kwa uhuru. Inawezekana unateswa na magonjwa, unateswa na vifungo vya masikini, vifungo vya kukataliwa, vifungo vya kudharauliwa, lakini Mungu mwenye nguvu aliyefanya wakati ule anaweza kufanya kwako. Ukisoma katika Kutoka sura ya 5 mstari wa 1 mpaka wa 2, utaona Bwana Mungu ambaye alikuwa anamwagiza Musa akamwambie Farao kwamba awaachilie wana wa Israeli. Farao anasema kwamba Bwana ni nani mpaka niwaachilie ninyi? Simjui huyo Bwana, kwa hiyo sitawaacha ninyi muende. Farao alikuwa na dharau. Farao hamjui Mungu ambaye unamtumikia wewe ana nguvu kiasi gani. Ndio maana anajaribu kukupinga siku zote hizi. Ndio maana anajaribu kukuzuia siku zote hizi. Anakuzuia, anakupinga ili usiende kwenye nchi yako ya ahadi ambayo Bwana Mungu wako anataka uende ukamtumikie. Lakini katika Kutoka sura ya 6 mstari wa 1, tunaona Biblia inasema kwamba kisha Bwana akamwambia Musa, sasa utauona nitakayowatendea Farao. Sasa utaona nitakayomtenda Farao, maana atawaruhusu waende kwa mkono wa nguvu. Naam, kwa mkono wa nguvu atawafukuza katika nchi yake. Na ndipo tunaona sasa Farao mwenyewe akanyosha mikono juu, akawafukuza, ondokeni, ondokeni, ondokeni. Akawaachia pasipo